hayo yanakuwa na yako. Usipojua namna ya kuvunja zile roho zinazotawala anga la mahali ulipozaliwa, maana yake zinakufa hata kama uko mkoa mwingine. Inawezekanaje mimi nimezaliwa Kagera alafu naishi Simiyu? Inawezekanaje nikakwama wakati siishi pale nilipozaliwa? Roho za familia zinafanya kazi kwa sheria ya kiroho. Sheria ya kiroho. Wewe umezaliwa, suna damu yao na kipofu chao kule ulitoka, lakini ile roho bado kuna damu. Kwa hiyo ile roho inakufuatilia kwa sababu ile damu yako ni yao. Yaani damu yako ni yao. Uko hapa ila ile damu ya covenant ya kicheta ndiyo inakuongoza. Kwa hiyo unajikuta kwamba unaishi sehemu fulani na upendo. Kuna wengine wanakuta ambao wanakuta wanajitahidi wanapambana, lakini bado maisha. Ndio maana unakuta wengine unakuta kwenye hizi familia hizi madhabahu za familia, ndio unakuta mtu hazizuii kuolewa, lakini anaweza kaolewa migogoro ya ndoa from nowhere, isiyo na sababu, isiyo na kichwa na miguu, inaibuka. Anaingia migogoro haishi, anaolewa migogoro haishi. Inakuwa ni afadhali ule mwezi wa kwanza pengine mwaka wa kwanza bado kuna hani na bebi, hiyo muda ule ambao unakuwa na kaumeni. Ukitoka hapo migogoro inaanza tena, inapanda moto. Kwa hiyo hizi roho zinaweza zisimzuie kuoa au kuolewa, lakini akioa, kwa sababu ndio zilipanga maisha yake na zinaongoza maisha yake, zinamshikilia. Kwa hiyo zinamshikilia kwa sababu yeye ni damu yao, na anajua namna ya kuona ili avunje ile covenant, na anatakiwa aoneshe. Sasa kumbuka, hizi roho ni maisha. Hizi roho ni maisha ya kila siku, maisha ya ndoa, maisha ya kazi, maisha hizi roho. Kwa hiyo mtu mwingine anazaliwa, familia ina roho tayari, kuna mapana yalishafanyika, kuna nini ilishafanyika, familia yote watoa chini ya umaskini. Huyu mtu akajitahidi, anatafuta pesa, anajitahidi, anatafuta pesa, lakini hawezi fanikiwa. Hawezi. Hospitali zinaongoza, zina control. Huyo madhabahu za ukoo tunaita ni remote control ya maisha ya kimwili na ya kiroho. Kwa zina control kiroho, matokeo yanakuja mwilini. Kwa nini? Kila nikipata mchumba inatokea tu ile mchumba ananichukia. Kuna roho inayosababisha kuchukia. Maana mimi nataka mtu kabisa anaambia nakupenda, nataka nikuoe. Unasubiria huyo kaka anayesema ananipenda, anataka nioe. Mbona sioni kinachoendelea? Kuna madhabahu ambazo tayari ama ni kwako au kwake
ni kijana anamaliza miaka 30, 40, 50, hajawahi oa, ila na watoto kama 20. Hajawahi toka kwenye ndoa. Ndoa is a spirit, ndoa ni roho. Ni lazima kwenye roho ya ndoa ndio ukae kwenye ndoa. Tofauti na hapo, unaweza ukaingia ikasa, ukaingia ikasa, ukaingia ikasa, unaweza asipate roho. Hizi roho zinakaa zinaongoza, zinampeleka mtu, anapenda, akifika mahali anaona hapa ndio naenda kupenya, zinasema rudi. Zinakwenda. Wewe unawahi kuona mtu binti kabisa anapata mchumba hata anapeleka mahali, akikaribia na ndoa ilishapangwa, kijana anapata barua anasema nitakuja siku nyingine tufunge ndoa, anapotelea kwa ukasema na mahali potelea bali. Hata mali sidai, anakimbia, anatoka mlango wa nyuma. Nini? Roho. Jifunze kufahamu roho. Usipojua roho zitakuongoza mpaka utachoka. Hizi roho kazi yake itakuwa zinazuia. Ukitapenda upenyo zinazuia. Kama madhabahu za umaskini, ukitaka kupata kazi zinakuzuia. Hizi roho zinaweza zikazuia. Ukataka kwenda kwenye biashara zikazuia. Ukaenda kwenye ndoa zikazuia. Ukaenda kwenye eneo fulani zikazuia. Karibia zote kwa nikifika kwenye kutaja zile mtataja haraka kwa sababu karibia zote nimeshazielezea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizi madhabahu zinakuwa zinaongoza watu. Mimi wakati mwingine kila jambo linalotokea, awe ni kwa mtu ameokoka hajaokoka, mimi huwa nalihukumu kiroho. Au ameokoka au hajaokoka, najua kuna madhabahu hapa, na bahati mbaya yule mtu hajui, na anachojua labda anajua ni waganga. Waganga hawezi kuvunja hizo madhabahu. Waganga hawezi kuvunja usiolewe. Hawezi akasema bwana, ukienda kwa bwana unachua ni kama vile unawekewa nusu. Unaonyesha na dawa fulani. Tunapokuwa tunaishi maisha yetu ya kila siku, tujue hizi roho tusipozijua vizuri zitaendelea kutupanga na tutateseka. Na Yesu yupo, na wokovu upo, na upako upo, lakini tunateseka. Ni asili ukiwa ndani ya wokovu uone matunda ya wokovu. Ikiwa Yesu alisema watakaonitafuta nitaonekana kwao, na ukaamua kumtafuta Mungu kwa bidii. Unajua shida ni kwamba kuna mtu mwingine anajitahidi, anapambana, baadaye anaona
kila anachopambania ni kama akifikirisha sana, haya maisha bwana, naamua kuachana na wokovu. Wewe achana nao, achana nao, leo utachua baadaye. Shetani anaelewa, anajua. Ndio maana mtu akiwa anamjua Mungu, akimwacha Mungu anakuwa mbaya zaidi. Rafiki, kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema pepo akitoka kwa mtu anatoka, anakwenda na zunguka akiwa karibu, yuko mbali, alafu anakuwa anampimia yule aliyekuwa anaishi ndani yake. Je, ananichanganya pepo kutoka au nguvu za giza kutoka? Ni baada ya kumtafuta Yesu kwa bidii, anakuwa ndani yako, pepo zinatoka. Haziwezi kukaa kwa mtu ambaye anatunza maisha yake ya utakatifu, anamtafuta Mungu, ana bidii, anaomba, anafunga, anakesha, maana yale mapepo yanahama, yakiama hayaendi mbali, yanamwangalia, je, anajichanganya. Ukijichanganya yanaingia, yakiingia. Mimi nasema hali yake ya kwanza, ya mwisho inakuwa ni mbaya zaidi kuliko ya kwanza, kwa sababu wale pepo hawaendi peke yao, wanaalika na wenzake. Njoni huku, kuna msosi huku, kuna jamaa mmoja, kuna vitu moja anajifanya natukemea, leo utaingia kwenye dhambi, njoni haraka. Wanaingia wanakuwa mbaya zaidi. Kwa maana mtu akianguka mara nyingi anakuwa mbaya, anakuwa mbaya kwa maana ya tabia, anakuwa mbaya kwa maana ya mwenendo, anakuwa mbovu sana, kwa sababu pepo wamealikana, wakaja. Biblia inasema wanaalika pepo 7 waovu zaidi. Kama alikuwa anafanya muziki wa kujificha, hata kufanya hadharani. Kama alikuwa anafanya uongo, ndio kabisa. Kama alikuwa anafanya uchawi, kabisa ndiye anakubuhu. Mtu akimjua Mungu, mshike Mungu vizuri. Kinachokufanya ushinde ni msimamo wako. Hata kama unasema apenya hapa, unasema lazima nipenye, lazima nishinde, na hata kama wakushinda wenzangu, mimi nashinda. Kwa hiyo unakuta wewe unaishi maisha ambayo sio. Kwingine una mambo zinakuwa zinakuongoza wewe. Mwingine hata nikiongea hiki ndiye anasikia usingizi, zilishakupanga tayari. Yaani unakuja kanisani ila umepangwa ya. Mwingine nikisema inafikia kuumia, umeshapangwa hivyo sasa. Kuumia kule kutokana na kingine, kunatokana na ile roho inayoikemea ndio inaumia. Mtu akiumia, mfano Bwana Yesu asifiwe. Nikimkemea huyu mwanangu, nikamkemea labda ndani yake ana roho ya uzinzi, nikakemea uzinzi, ile roho iliyomo ndani yake italeta hasira ndani yake, kwa sababu haitaki. Haya mahubiri gani? Sikiliza, mahubiri yoyote yasiyokemea dhambi, huyo pasta ni mkora. Lazima dhambi ikemewe. Sio kama pokea. Kabla ya hayo tubu dhambi ya mafunzo
Maarifa ni ya muhimu kuliko kingine chochote. Kwa hiyo ukienda kanisani, ukienda kanisa ambao ukienda hawakemei dhambi, ukienda wakemea dhambi. Ndio maana walokole wengi na makanisa mengi wanasema ukienda ukialika kwenda kuhubiri, wewe mwinjilisti, ukawafyatua watu kanisani, wanaambia pasta, umetuletea mgeni gani na kwenda kuharibu kanisa? Haleluya! Wewe nakufundisha maisha ya kujitenga na dhambi. Hata kinga mwinjilisti akikuongoa, ujue tunakomana hata siku zingine. Hata pasta wetu anatuongoa, Mungu achaanza leo tutubu. Haleluya. Leo nakutabiria. Ni vizuri kutabiliwa, lakini maarifa ya kiroho ni muhimu zaidi. Ukiwa na maarifa ya kiroho unashinda hata kama hakuna anayekutabiria. Hata kama hujatabiriwa utashinda tu. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kinachomfanya mtu aumie akiwa kanisani ni roho iliyomo ndani yake. Ushawahi kumkemea pepo, akamwambia usikemee. Kwa nini unakemea? Unataka sizeto. Leo pepo hawataki kuguswa. Ukiwagusa wanakasirika kati ya mtu anaona yeye anakasirika, kumbe sio yeye. Ile roho iliyomo ndani yake inakasirika. Amen. Huyo mtu anaweza kuangalia kitu fulani ni kibaya na akakiangalia, kwa sababu roho iliyomo ndani yake ndio inamwambia hiki kitu fanya ni kizuri kwako. Kwa hiyo ile roho inatoka kwenye madhabahu na wakajua jinsi ya kufunga ile madhabahu. Kitu cha kwanza lazima utambue ni madhabahu ipi inayotesa maisha yako, inayotesa maisha yako. Tambua ni madhabahu ipi inayotesa maisha yako. Angalia familia yetu inaishi. Unakuta baba alikuwa ni mrefu, baadaye akapata kanema kaokoka. Unakuta watoto wanalewa mpaka wanalala kwenye pombe. Baba alishaokoka, lakini hajajua jinsi ya kuvunja madhabahu ya ulevi. Kwa wale watoto ni maadui, ni mzuri, ni wanadini kabisa, lakini zile madhabahu yamkini yeye alikuwa kanema, lakini zile madhabahu hajajua jinsi ya kuomba ili zile madhabahu azivunje yeye kama mzazi na watoto wake wakombolewe. Mzazi ukiangalia ukagundua wanangu kuna wewe watesa, nenda kwenye madhabahu wakomboe watoto wako kwenye madhabahu. Ikiwepo madhabahu nzuri, nenda kavunje ile madhabahu. Kwa hiyo unakuta unaenda unarudi nyuma, unaanza jambo unasha, unaenda mbele unarudi nyuma. Kama kuna kitu kinatokea, hizi yote ndio kupamba. Yaani ukiingia tu kanisani ukisikiza mahubiri na mahubiri, kila ukisikiza mahubiri unasikia kuumia, kila ukisikiza mahubiri unasikia